تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala azungumza akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mathalul ladhina humilu at-Tawra, mfano wa wale ambao kwamba wamebeba kitabu cha Taurat. Hapa wakipiga mfano ilikuwa ni Mayahudi na Manasara, maneno yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala, maelezo yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala yaliyoorodheshwa katika Taurat. Na Allah naye anasema mfano wa wale ambao kwamba humilu Taurata, wamekibeba kitabu cha Taurat, thumma lam yahmiluha, kisha hawakukifanyia kazi, hawakukibeba kama Allah alivyotaka, basi mfano wao kamathali alhimari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda ambaye kwamba anaongoza msafara aliyebeba vitabu vikubwa vikubwa. Bisa mathalul qaumil ladhina kadhabu, mfano mbaya sana uliopigwa kwa wale ambao kwamba wamemkadhibisha Allah tabaraka wa taala. Kadhabu biayati Allah, walimkanusha Allah kwa aya zake Allah tabaraka wa taala. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah siku zote hamuongoi, Allah siku zote hamweki katika barabara ya sawa na kumwonyesha nuru yule ambaye kwamba ni mtu dhalim. Ahibati fillah, al-ibra bi'umumi lafdhi la bi khususi sabab. Mazingatio ni kwa maneno, kwa matamshi ambayo kwamba yanatemkwa katika maneno haya ya Allah tabaraka wa taala, akiambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wa wale waliobeba maneno ya Allah tabaraka wa taala. Hapa haikulengwa Taurat peke yake, hata waliobeba Qur'ani ambaye ni mimi na wewe. Mfano wa wale waliobeba maneno ya Allah, kitabu cha Allah tabaraka wa taala, thumma lam yahmiluha, kisha hawakukibeba, bimaana hawakukifanyia kazi, basi mfano wao kamathali alhimari yahmilu asfara, ni kama mfano wa punda aliyebeba vitabu vikubwa vikubwa, lakini punda kama yule hajui nini aliyobeba nyuma. Mayahudi na Manasara walioichukua Taurati Mayahudi, lakini hawakuifanyia kazi kitabu cha Allah tabaraka wa taala ama aya za Allah tabaraka wa taala. Mfano huu anapigiwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mimi na wewe. Ikiwa Allah anasema kwa yule ambaye ama wale ambao kwamba kwa kitabu cha Allah maneno ya Allah hawakuyabeba na kuyafanyia kazi, basi wao na punda ni sawa sawa. Hapo ndipo Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzira ashiratakal aqrabin, anza na jamaa zako wa karibu kuwapatia nasaha, na nasaha hiyo waibebe barabara. Leo malasaf fi shadid, ni masikitiko kwa Muislamu anapewa maneno ya Allah tabaraka wa taala na hayupo tayari kubeba maneno ya Allah kuyafanyia kazi. Ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ummatu la ilaha illa Allah, leo wanakataa kwenye sifa nzuri waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Kule Allah tabaraka wa taala katika suratu Ali Imran aya ya 110 alipomweleza kila ambaye kwamba ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khayra umma. Ya salam, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa rasulihi. Kuntum khayra umma. Allah tabaraka wa taala ananiambia mimi na wewe ya kwamba kuntum khayra umma, nyinyi ummati Muhammad ni umma bora sana, ni umma bora kiasi ya kwamba ukhrijat linnas, mumetolewa kutokamana na watu waliojikusanya, watu waliowekwa pamoja, lakini Allah tabaraka wa taala akatoa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma zilizopita kabla yetu sisi walitumwa kwenye ardhi hii ambayo mimi na wewe tuko juu yake. Nabii Allah Lut alayhi salatu wasalam na umma wake walitumwa kwenye ardhi hii, wakagharikishwa ummati Lut alayhi salatu wasalam,
kwa sababu ya kuleta balaa waliloliweka kwenye mgongo huo ardhi. Hud alayhi salatu wa ala nabiyina salatu wassalam, Nuh vile vile, Saleh vile vile, Isa wa Musa alayhi salatu wassalam walileta kwenye mgongo huo ardhi. Lakini wote hawa umma, kila mmoja wako na mitume yao na Mtume Muhammad katika ardhi hii vile vile, ila Allah anawaambia ummati Muhammad, kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora, ukhrijat linnas, muliotolewa kutokamana na watu, nyinyi ni bora kuliko hao wengine waliopita kabla yenu nyinyi. Lakini hautakuwa bora mpaka mfanye nini? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Endapo tutajisifu ama endapo tutajipamba na sifa hizi tatu, bila ya shaka sisi tutakuwa ni umma bora kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, ta'muruna bil ma'rufi, munaamrishana mema. Waislamu tuamrishane mema. Wa tanhauna 'anil munkar, na munakatazana maovu. Waislamu tukatazane maovu. Wa tu'minuna billah, na munamwamini Allah tabaraka wa taala. Waumini tumwamini Allah tabaraka wa taala. Endapo kila mmoja wetu atajisifu na hizi sifa tatu, kumwamrisha hata kama ni ndugu yake, bibi yake, na mwanamke kule pia amwamrishe bwanake katika kheri, na sote kwa jumla tukatazane maasi ya madhambi, munkar, na sote twende tukamwamini Allah tabaraka wa taala. Hizi sifa tatu muislamu atakapojipamba nazo bila ya kukosekaniwa moja, basi ummati Muhammad yeye ni bora kuliko umma zilizopita zote. Allahu akbar. Lakini malasafi shadidi, ndugu zangu katika imani, leo unakuja kukuta ya kwamba muislamu anakasirika kwa sababu ya kuamrishwa mema au kukatazwa lile ambalo ni baya na lolote. Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala atupigia mfano kwa yule ambaye kwamba ama wale ambao kwamba walilaniwa kupitia kwa mdomo wa mtume wao. Intabih, isma'u qawli, sikiliza maneno haya ambayo kwamba nayasoma ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hili ndilo dhara, hii ndiyo sumu kwa kila yule ambaye kwamba hatoamrisha mema na hatokataza ovu. Hapa ndipo atakapopata malipo yake kwa namna hii. Angalia, Allah anasema, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Daud. Allahu akbar. Lu'ina alladhina kafaru, wamelaniwa wale ambao kwamba wamekufuru, min bani israila ala lisani Daud, miongoni mwa wale waliokuwa upande wa Bani Israili, Mayahudi hao, kupitia kwa kinywa cha Nabii Allah Daud wa Isa ibn Maryam, na Isa mwana wa Maryam vile vile, sio mtoto wa Mungu, mwana wa Maryam pia naye aliweza kufanya Mayahudi fulani wakaweza kulani. Kwa sababu gani? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Subhanallah, hao ni kwa sababu ya kuasi Allah tabaraka wa taala, na wakapindukia mipaka katika maasi yale waliokuwa wakiyafanya. Hawa wana wa Israeli maasi walipitiliza mipaka, wakaingia kwenye laana ya Allah tabaraka wa taala kupitia kwa mdomo wa Nabii Allah Daud na Isa ibn Maryam. Lakini wamelaaniwa kwa sababu gani, ndugu zangu katika imani? Kwa sababu ambayo kwamba wengi katika sisi tujinasibisha kwa sababu hiyo. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani maasi na mabaya waliokuwa wakifanya. Na bisa ma kanu yaf'alun, jambo baya ambayo kwamba walikuwa wakifanya. Kwa nini nazungumza haya? Sheikh Ijumaa iliyopita ametuzungumzia hotuba nzuri sana. Iwe kila Muislamu azingatie, asijinasibishe na ambayo kwamba yanamuudhi na kumkasirisha Allah tabaraka wa taala kupitia kwa usiku wa juzi na jana hadi wa leo. Kila Muislamu illa man rahimallah, kila mmoja yeye ana kiu ya kirisma maasi. Alaysa minkum rajulun rashid? Hivi bado tu baadhuna tunashirikiana nao. Jana nisingelizungumza haya, ila jana napambana na Muislamu mmoja ananipigia simu, na baada ya kunipigia simu ananiambia assalamu alaykum, anaambia wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nataka unisomee ruqya.
na ruqya yenyewe iwe tutaifunga na siku hii njema ya Christmas. Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Siku njema, siku njema kwako umeiona ni siku njema, na Allah anazungumza nini ndani ya Qur'an? Taqadu samawati yatafattarna min, zinakaribia mbingu kupasuka, bali na ardhi kuchanika chanika na majabali kupeperuka. Kwa sababu gani? Anda'u lirrahman, kule kwamba manasara makafiri kusema kwamba Mungu ana mtoto na mtoto mwenyewe anaziliwa 25th of December. Lakini Muislamu anakuambia njoni somee ruqya, na ruqya yenyewe ifungamane na siku hii njema ya 25 of December. Unsur akhaka dhaliman.